Mamlaka imetoa maelekezo, mamlaka imetoa ufafanuzi na mamlaka imemaliza kila kitu. Sisi cha kwanza ni kuheshimu maelekezo ambayo yametolewa na mamlaka, lakini pili ni kusubiri maelekezo zaidi kutoka kwenye mamlaka. Mamlaka imeweka wazi ya kwamba mchezo wetu uliokuwa uchezwe tarehe 8 utapangiwa tarehe nyingine. Sisi Simba Sports Club ambao ni watu smart na maridadi sana kwenye kufuata miongozo ya mamlaka, jukumu letu ni kusubiri tarehe mpya. Na tayari bodi ya ligi ambayo inaongozwa na viongozi waadilifu, viongozi makini, wenye ubora na utaalamu wa kuendesha ligi ya Tanzania, wametoa maelekezo ya kwamba wataupangia mchezo wetu tarehe nyingine. Sisi jukumu letu la msingi, taifa kubwa Simba Sports Club, ni kusubiri tarehe mpya ya mchezo wetu dhidi ya mtani wetu. Na kwa sasa tunaendelea na hiki ambacho kiko mbele yetu. Ambacho kiko mbele yetu ni mechi ya tarehe 11, mechi ya tarehe 14, mechi ya tarehe 2, hapo nazungumzia robo finali ya kombe la shirikisho Afrika, na mechi ya tarehe 9, robo finali ya kombe la shirikisho Afrika. Haya kwa sasa ndiyo vipaumbele vyetu kwa sasa. La tarehe 8 tunasubiri maelekezo kutoka bodi ya ligi Tanzania. Ahmed, jana ndo cha wao kuja kwenye uwanja wenu pale Bunju jana. Hatujajua dhamira yao ilikuwa ni nini kuja. Dhamira yao wanasema walikuja na timu yao. Kwa vipi kipigo pale pale, kwa sababu ile uwanja wao kwenu mmefanyia mazoezi vya kutosha. Kwa hiyo hamtakuwa na kisingizio tena cha kukimbia. Ndio dhamira yao ambayo walikuwa wanasema. Ndio dhamira ya wao kuja Bunju. Sababu gani imekuja na timu ilikuwepo mle. Bahati mbaya hawakuwakuta. Wengine wanasema kwamba ni utani tu wanataka kufanya hivyo. Wanasema hamjawafungulia gate. Wabinyia. Kwa hiyo walikuja tucheze mechi. Kwa sababu sikule saa 6 mchana. Ndio, huyo ndio afisa habari wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Mwanangu Steven Mapunda, umemsikia afisa habari wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba? Ya, nimemsikia na kwa kile ambacho ameweza kutoka nacho, na hii imekuwa shauku ya wadau wengi wakitaka kusikia kutoka Simba inasema nini kwa hiki ambacho kinaendelea. Ndio. Na aliyetoka hapo ni afisa habari wa klabu ya Simba, ambaye huyu kwenye idara ya habari yeye ni meneja. Kwa hiyo ina maana anachokizungumza maana yake anazungumza yale ambayo wanakubaliana katika klabu. Na msimamo wa klabu kwamba hawawezi kusema chochote kwa sababu tayari mamlaka imeshasema kuwa mechi ya tarehe 8 imeahirishwa. Wao kama klabu wanajipanga kwa ajili ya mechi zingine za shirikisho la CRDB Federation Cup pamoja na ligi kuu, mechi zingine zinazofuata na mechi za kimataifa. Ndio, mimi nimemsikiliza pia vizuri kweli afisa habari, meneja wa habari na mawasiliano ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, Ahmed Ali Steven, na nilichokigundua pia ni kwamba wao msimamo wao uko vile vile, na kwa sababu wanaona bodi ya ligi ni kama vile imetembelea barua yao, kwa hiyo hawawezi kutia neno lolote lile bwana Steven Mapunda. Lakini kubwa zaidi ambacho mimi nimekingamua kama sikukielewa bwana Steven ni kuhusiana na wao kuzungumza kwamba wanaiheshimu mamlaka. Umeelewa vizuri Unafikiri mpaka sasa hivi nani yuko mbele kwa maana ya kuongoza? Manake kama mechi Yanga ametoa walaka mkubwa, lakini Simba hawana walaka wowote. Wao wamesema wanasikiliza mamlaka. Na hapa ukiangalia katika isaidi mbili, kwa maana kwamba Simba na Yanga, ukiangalia kila mmoja anaangalia sehemu ambayo yeye yuko favored zaidi. Mpaka sasa ukimwangalia bodi ya ligi kwa taarifa yao inamfavor zaidi Simba. Ndiyo. Na inamuumiza Dar es Salaam Young Africans. Kwa hiyo Simba lazima aweze kurudi na kuweza kuipa kongole nyingi bodi ya ligi, kwa sababu matakwa yao ya kutokupeleka timu bodi ya ligi ikaja ikasiliba kabisa kwamba mechi imeahirishwa. Kwa hiyo lazima wao kae upande wa bodi ya ligi, lakini upande wa Dar es Salaam Young Africa wao walikuwa wanataka mbungi ipigwe kwa vyovyote vile, na haijapigwa hiyo mbungi. Na bado Dar es Salaam Young Africa hawajaishia tu hapo, wanaandika waraka mkubwa kusema kwamba sisi tunapingana na kuahirishwa kwa mechi na hatupo tayari kucheza mechi yoyote, na wao wanahitaji alama 3 na magoli 3. Lakini wameenda mbali zaidi, wanasema kwamba viongozi wa bodi ya ligi hawana imani nao, waweze kuwajibika. Kwa hiyo katika hili Yanga wanasimama katika yengo ya kwamba sisi tumeonewa, hatuna imani na viongozi wa bodi ya ligi, lakini Simba Sports Club wao wanasimama wakiwa na imani ya bodi ya ligi.
nikinukuu maneno aliyosema Ahmed Ally hapa, anasema kwamba sisi timu yetu ni timu ambayo inaongozwa kwa weledi mkubwa sana, lakini pia tunaiheshimu mamlaka ambayo inaendesha ligi yetu katika matakwa ya kisheria. Kwa hiyo ina maana yeye anakubaliana na bodi ya ligi kwa sababu majibu ambayo alikuwa anayataraji kuyapata ndio aliyopata katika bodi ya ligi. Lakini upande wa Dar es Salaam Young Africa, wao ni kama watoto ambao wanaonekana kwamba wanatengwa, hawatendewi haki. Yes. Yanga wanaona kama vile imekuwa yatima kwenye hili jambo. Lakini Steven Mapunda, mimi nimemsikiliza vizuri Ahmed Ally, inaonyesha wao pia wamebaki na msimamo wao. Tumeshazungumza hilo, Young Africans nao wamebaki na msimamo wao, lakini mwisho wa siku tunasubiri sasa kauli ya bodi ya ligi, kwa sababu wao ndio watakuja kusiliba ama kumaliza hii shughuli. Na kama si wao basi TFF watu wanaisubiri itakuja na nini. Mpaka sasa hivi mtazamo wangu mimi binafsi naona kama vile Simba na Yanga hawana makosa, kwa sababu bodi ya ligi imeshindwa kuonyesha meno yake wakati matukio yanaanza mwanzoni, kwa sababu bodi ya ligi pia nayo imeuma maneno mno kwenye hili sakata. Hasa siku ya mchezo, nendeni uwanjani, kateni tiketi, mechi ipo, baadaye jamani mechi hakuna. Umeelewa vizuri Wewe mtazamo wako unaonaje hapa? Maana mimi naona Simba na Yanga kama hawana shida hivi, ijapokuwa wote wana makosa kikanuni, lakini anayetakiwa sasa kuadhibu kwenye makosa kikanuni na yeye ameyatabanya tamanga. Yes kabisa. Mimi siko mbali sana na mtazamo wako. Na endapo bodi ya ligi kama ingeweza kusimamia msimamo wa kusema kwamba mechi itachezwa, mbali ya kwamba Simba walikuwa wamevunja kambi, lakini wao kama wao walikuwa lazima waisikilize bodi ya ligi itaamua nini. Na muda ambao wao wanavunja kambi, walivunja kambi nafikiri ilikuwa saa 4 asubuhi kuelekea saa 5, wanawaruhusu wachezaji waweze kuondoka. Kwa ina maana bodi ya ligi wangesimamia msimamo wao ule kwamba mechi ipo kama ilivyopangwa. Siamini kama Simba wangeweza kukaidi. Narejea maneno ambayo ameyasema meneja habari wa Simba kwamba wao ni timu ambayo ina viongozi wenye weledi ambao wanaheshimu mamlaka. Kwa ina maana hapa mamlaka ingesimamia kwa usahihi kanuni ile. Simba kwa sababu wanaheshimu mamlaka wangeleta timu uwanjani. Yes. Sasa kwa sababu mamlaka haijaweza kusimamia kanuni yake kwa uthabiti, na ndio maana Simba hawakuleta timu na haya yote yamekuja kuibuka. Lakini kama wao wangesimamia ile kanuni kwa msimamo thabiti, mimi naamini kabisa Simba wangeleta timu uwanjani. Baada ya mechi tungeona watu wakiwajibishwa na kanuni ikiweza kufanywa kazi, na sheria inasema nini baada ya kanuni kuvunjwa, watu wangeweza kuwajibishwa. Sawa, lakini cha mwisho na kumalizia hapo, Steven mwana wa Mapunda, unajua hili sakata pia linaharibu kabisa mfumo wa mechi ambazo zinaendelea. Ikumbukwe Simba Jumanne ana mchezo mkubwa kweli kweli wa FA wa kuingia hatua inayofuata. Yanga Jumatano na yeye anashuka dimbani na Coastal Union, lakini hakuna hata mtu anayezungumzia haya mambo kwamba Simba na Yanga wana michezo Jumanne na Jumatano. Umeona Kwa hili sakata linatakiwa lifike mwisho ili watu tuendelee na ratiba nyingine, bwana Steven mwana wa Mapunda. Kabisa. Na dabi ya Kariakoo hususan katika mechi za kimaamuzi, mfano kama hii duru ya pili, hii ni mechi ilikuwa inakwenda kuleta taswira kabisa ya ubingwa. Kwa hiyo ina maana kwa kuto kuchezeka kuna vitu vingi sana vinavurugika hapo. Na ukija kuangalia kwa sasa hivi hakuna ambaye anaweza kuitazama mechi ya Yanga dhidi ya Coastal, Simba katika mechi ya FA. Jicho lake haliwezi kwenda zaidi kule, lakini mtu anarudi pale kwa nini akikupigwa? Sawa, wanacheza hatua kuelekea hatua ya 32 ya FA, lakini kwa nini hapa haikucheza? Yani wataenda mbele, watarudi hapa, kwa nini hakikupigwa? Yani watu watasema sawa, tukatai kuna michezo ya FA, lakini kwa nini hakikupigwa? Na hapo sasa kuna sehemu moja nilisikia watu wakiwa wanazungumzia kuhusiana na mashabiki wa Yanga, wanasema kwamba endapo viongozi wetu watakubali mechi hii ichezwe tena, basi wao viongozi wao warudi kwa mashabiki, wawalipia tiketi zao ambazo walilipa mwanzoni, lakini wasishie tu hapo pia. Wao warudi kwa mashabiki kuwabembeleza na kuwaomba waendelee kununua kulipia kadi ya wanachama. Yani wahamasishe pia na mashabiki na mapenzi wanunue waendelee kulipia kadi za wanachama. Kwa hiyo unaona athari yake inakwenda mbali kidogo,
na pia hili jambo sio jambo ambalo unaweza ukalichukulia katika hali ya kawaida, kwa sababu linabeba mioyo ya watu, linabeba hisia za watu na mapenzi ya watu. Sawa. Bana, mimi niseme Steven mwana wa Mapunda, tuishie hapa, tusubiri taarifa nyingine kutoka kwenye bodi ya ligi kama watatoa ama Simba watarejea tena na taarifa nyingine. Lakini vipi kuhusiana na Yanga na wao kama watakuja na taarifa nyingine, tutaendelea kuwapa pia Watanzania kilicho bora zaidi. Hakika sisi kazi yetu ni moja tu, kuhabarisha, kuelimisha, kuburudisha, lakini pia kuonya na kukemea vikali mambo ambayo hayaendi vizuri. Mwana wa Mapunda, mimi nasema baadaye, ama kuna chingine? Mimi nasema waendelee kukaa, wasiondoke katika kurasa zetu hizi, waendelee kuhabarika. Na hapa ndio sehemu ambapo wanakwenda kupata lile chimbuko na sosi iliyokuwa ya maana kabisa kuhusiana na masuala ya kisport. Sawa. Bana, mambo ni mazito kweli, lakini wakati tunazungumza nguvu kubwa tunapewa na kampuni bora ya mabati. Hapa nazungumza na Bati Quality. Hawa ni mabingwa kuzalisha na kusambaza bati aina zote. Ziko za migongo midogo, migongo mipana mfano wa kigae, na zile zenye matilo chenga zinapatikana kwa gharama nafuu na bei ya kiwandani. Ukinunua mabati utapata misumari pamoja na usafiri bure popote pale ndani ya Tanzania. Waranti yake ni ya muda mrefu, miaka 10 ya uangalizi. Unanunua bati wewe, anakuja kutamba nayo kijana wako. Steven Mapunda, upo? Nipo. Basi wakati mwingine, kweli. Kutana na MC Sisco, MC ambaye atasimamia sherehe yako kikamilifu na kuifanya iwe na viwango vya kimataifa. Kutokana na uzoefu alionao katika tasnia ya UMC, uandishi wa habari na utangazaji. Ukiwa na harusi, send off ama events mbalimbali, muite naye atakuhudumia. Pia ana huduma za picha pamoja na video zenye ubora wa HD. Ana sound ya mziki mkali pamoja na DJ anayekizi vigezo vya DJ. Ofa sasa, usafiri bure kwa maharusi, zawadi ya picha mbao kwa maharusi, bila kusahau photo magazine. Kama unahitaji sherehe yako ionekane ya kisasa, jibu ni Sisco J Entertainment. Wanafanya kazi ndani na nje ya Dar es Salaam. Kwa maelezo zaidi piga 0782055044 au tembelea kurasa yake ya Facebook Nicholas Johnny, Instagram Sisco J_5. MC Sisco, Master of Ceremony.